Simba walikuwa na nafasi ya kuwafunga Yanga lakini walishindwa kwa uzembe wao. Angalia hizi nafasi ambazo Simba walizipata hapa, mimi nitakupitisha kwenye moja baada ya nyingine kwenye nafasi zote ambazo Simba walipata. Nafasi ya kwanza ni hii kona ambayo inaanza kwenye video kabisa, ambayo alikuwa anacheza Libase Gay, lakini ndani ya boksi kulikuwa kuna mchezaji mmoja wa Simba ambaye alikuwa pembezoni kidogo mwa mstari wa kati na Djigui Diarra na Job, kama unatazama vizuri hiyo nafasi hapo. Hawa wachezaji wawili, huyu mchezaji wa Simba na wachezaji wawili wa Young Africans, huyu wa Simba alipaswa kubakia hapo hapo kuendelea kuwapa pressure hawa wachezaji wawili Job pamoja na Djigui Diarra, na hii pressure ambayo angewapa hapa ingewasaidia Simba kutengeneza bao, lakini alichokifanya yeye ni kutoka ndani eneo la 18. Arudisha hiyo video nyuma uone mpira wakati unachezwa, mchezaji wa Simba akatoka kwenye boksi akaenda nje ya boksi, akamwacha Djigui Diarra na Job peke yao, na kona ilivyochezwa aliucheza huo mpira peke yake. Djigui Diarra aliucheza peke yake, hakuna hata na mtu ambaye alimbuguzi. Maana yake mchezaji wa Simba angeendelea kubaki kwenye box hapo, pengine angemzuia Djigui Diarra kucheza huo mpira na pengine ingekuwa nafasi nzuri ambayo Simba pengine wangepata bao. Nafasi nyingine ni hapa ya Loemba. Angalia mpira wakati unachezwa kwa Loemba. Loemba alikuwa kwenye sehemu nzuri, na kwa sababu yeye ndo alikuwa kwanza kucheza mpira na Djigui Diarra anakuja kwake, alipaswa kwanza kutulia, kutulia kuangalia Djigui Diarra anaelekea wapi, ameelekeza wapi mwili wake. Na Djigui Diarra inaonekana alielekeza mwili wake upande wa kushoto, maana yake tayari alikuwa anaenda kulala. Alichokifanya Loemba ni kuharakisha kucheza mpira, lakini ule mpira angeuchop kwa juu kidogo tu, pap, ukadondoka juu ukapita juu ya Djigui Diarra, pengine angewasaidia Simba kuandika bao zuri sana, ambalo lingekuwa bao ambalo pengine lingekuwa la ushindi, au ingewatoa mchezoni kwa namna moja ama nyingine Young Africans, na ingewapa faida klabu ya Simba. Nafasi nyingine ni hii ya Ansset Oura. Tazama hapo, Ansset Oura yuko kwenye mpira, mbele kuna mabeki wawili, lakini kuna space kubwa ambayo iko upande wake ya kushoto, lakini ukitazama juu kule kuna Loemba yupo. Ina maana alichopaswa kufanya huyu mchezaji wa Simba hapa ni Ansset Oura ni kukimbia upande huu kwenye space ya kushoto, ili asogee amtanue Job na Baka, halafu akacheze V-pass au acheze straight mpira ambao utapita katikati, utaenda kumkuta Loemba kule. Onichi ingekuwa nafasi nzuri kwa Simba kuandika bao, lakini alichokifanya Ansset Oura alicut in, akaingia ndani, akashuti moja kwa moja, na Djigui Diarra alikuwa ameshamtazama, kwa hiyo ikawa rahisi kwa Diarra kumzuia. Alivyomuona alivyoshoot akapangua ule mpira umepanguliwa umeenda kwa Loemba. Loemba naye akafanya mistake moja kubwa sana, alipaswa kutulia na kuseti ule mpira hata mara moja ili apate kumtazama vizuri Djigui Diarra, lakini naye akashuti kichwa Djigui Diarra akacheza huo mpira. Ni kosa lingine ambalo Simba wamelifanya kwenye hii nafasi nyingine. Kwa nafasi nyingine nzuri ambayo wangekuwa bora sana kwenye hii, pia wangeweza kwenda kuandika bao lingine. Nafasi nyingine nzuri kabisa ni hii hapa ambayo ameipata Elie Mpanzu, nafasi ya mwisho kabisa. Mpira umepigwa nyuma ya Mohamed Hussein Shabalala. Ambacho alipaswa kufanya Elie Mpanzu ni kumtazama Djigui Diarra amesimama wapi, halafu aweze kushuti vizuri. Sasa hapa alikuwa na advantage, alikuwa na uwezo wa kumpiga chenga moja Mohamed Hussein Shabalala, lakini yeye hakulitazama hilo, yeye akaamua kushuti moja kwa moja. Lakini angempiga chenga moja Mohamed Hussein Shabalala, papo akaingia ndani kidogo, Shabalala akapita mbele, akawa yuko nyuma, maana yake angekuwa na uwezo wa kujisetia mpira kwenye mguu wa kushoto, akaukevu kwenye engo ya juu ambayo tayari Djigui Diarra alikuwa ameshaiacha kule upande wa pembeni, angeikevu ule mpira na pengine angeweza kuandika bao. Lakini alichokifanya baada ya mpira kupitishwa hivi, akaona kuna space yeye kupita, akaenda kushuti moja kwa moja. Kwa hizi nafasi ambazo Simba walizipata ambazo wangeweza kuandika bao, lakini kwa uzembe wao wenyewe wakashindwa kuzitumia vizuri kwenda kuandika bao. Na uhakika hizi nafasi wangezipata Yanga, nafasi kama hizi, Yanga wangemaliza ile mechi pale Zanzibar. Yote kwa yote, Simba bado ana nafasi kubwa ya kupambania ubingwa wa ligi kuu kwa msimu huu.